Mlango wa 36. Ikawa katika mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, twaa gombo la chuo, ukaandike ndani yake maneno yote niliyokuambia juu ya Israeli na juu ya Yuda na juu ya mataifa yote, tangu siku ile niliponena nawe, tangu siku za Yosia hata siku hii ya leo. Huenda nyumba ya Yuda watasikia mabaya yote niliyokusudia kuwatenda, wapate kurudi, kila mtu akaiache njia yake mbaya, nami nikawasamehe uovu wao na dhambi yao. Kisha Yeremia akamwita Baruku mwana wa Neria, naye Baruku akaandika katika gombo la chuo maneno yote ya Bwana yaliyotoka kinywani mwa Yeremia, ambayo Bwana amemwambia. Yeremia akamwagiza Baruku ya kwamba, mimi nimefungwa, siwezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Basi enenda wewe ukasome katika gombo la chuo ambacho umeandika ndani yake maneno ya Bwana yaliyotoka kinywani mwangu, ukiyasoma katika masikio ya watu ndani ya nyumba ya Bwana siku ya kufunga. Pia utayasoma masikioni mwa watu wote wa Yuda watokao katika miji yao. Labda wataomba dua zao mbele za Bwana na kurudi, kila mtu akiiacha njia yake mbaya, kwa maana hasira na ghadhabu ni kuu sana alizozitamka Bwana juu ya watu hawa. Basi Baruku mwana wa Neria akafanya sawasawa na hayo yote ambayo Yeremia nabii amemwagiza, akisoma katika chuo hicho maneno ya Bwana ndani ya nyumba ya Bwana. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9, watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Basi wakati huo Baruku akayasoma maneno ya Yeremia katika nyumba ya Bwana, katika chumba cha Gemaria mwana wa Shafani mwandishi, katika ua wa juu juu ya mahali pa kuingilia kwa lango jipya la nyumba ya Bwana, akiyasoma katika masikio ya watu wote. Basi Mikaya mwana wa Gemaria mwana wa Shafani aliposikia maneno yote ya Bwana yaliyokuwa katika chuo hicho, akashuka akaingia katika nyumba ya mfalme, katika chumba cha mwandishi. Na tazama, wakuu wote wameketi humo, nao ni hawa: Elishama mwandishi, na Delaya mwana wa Shemaya, na Elnathani mwana wa Akbori, na Gemaria mwana wa Shafani, na Sedekia mwana wa Hanani, na wakuu wote. Naye Mikaya akawaeleza maneno yote aliyoyasikia hapo Baruku alipokuwa akikisoma kitabu masikioni mwa watu. Basi wakuu wote wakamtuma Yehudi mwana wa Nethania mwana wa Shelemia mwana wa Kushi aende kwa Baruku kumwambia, litoe mkononi mwako gombo lile ulilolisoma masikioni mwa watu, uje huku. Basi Baruku mwana wa Neria akalitoa gombo lile mkononi mwake, akaenda kwao. Nao wakamwambia, keti sasa, ukalisome masikioni mwetu. Basi Baruku akalisoma masikioni mwao. Ikawa walipoyasikia maneno hayo yote, wakatazamana kwa hofu, wakamwambia Baruku, hatuna budi kumwambia mfalme maneno haya yote. Wakamuuliza Baruku wakisema, tuambie sasa, ulipataje kuyaandika maneno haya yote kinywani mwake? Baruku akawajibu, alinitamkia maneno haya yote kwa kinywa chake, nami nikayaandika kwa wino kitabuni. Ndipo hao wakuu wakamwambia Baruku, enenda ukajifiche, wewe na Yeremia, wala mtu asipajue mlipo. Wakaenda kwa mfalme uwandani, lakini walikuwa wameliweka lile gombo katika chumba cha Elishama mwandishi, wakayanena maneno hayo yote masikioni mwa mfalme. Basi mfalme akamtuma Yehudi aende akalilete lile gombo, naye akalitoa katika chumba cha Elishama mwandishi. Yehudi akalisoma masikioni mwa mfalme na masikioni mwa wakuu waliosimama mbele ya mfalme. Basi mfalme alikuwa ameketi katika nyumba iliyotumika wakati wa baridi, mwezi wa 9, na pale palikuwa na moto wa makaa mbele yake. Hata ikawa Yehudi alipokuwa amekwisha kusoma kurasa 3-4, mfalme akalikata kwa kijembe, akalitupa katika moto wa makaa,
hata gombo lote likawa limekwisha kuteketea katika huo moto wa makaa. Lakini hawakuogopa wala hawakurarua mavazi yao, wala mfalme wala watumishi wake hata moja, waliosikia maneno hayo yote. Hata hivyo Elnathani na Delaya na Gemaria walikuwa wamemsihi mfalme asiliteketeze gombo lile, lakini hakukubali kuwasikia. Mfalme akamwamuru Yerameeli mwana wa mfalme, na Seraya mwana wa Azrieli, na Shelemia mwana wa Abdeeli wamkamate Baruku mwandishi na Yeremia nabii, lakini Bwana aliwaficha. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia hapo mfalme alipokuwa amekwisha kuliteketeza gombo lile, na maneno yale aliyoyaandika Baruku yaliyotoka katika kinywa cha Yeremia, kusema, haya, twaa wewe gombo lingine, ukaandike ndani yake maneno yote ya kwanza yaliyokuwa katika gombo la kwanza, ambalo Yehoyakimu mfalme wa Yuda ameliteketeza. Na katika habari za Yehoyakimu mfalme wa Yuda utasema, Bwana asema hivi, umeliteketeza gombo hili, ukisema, mbona umeandika ndani yake, ukisema, bila shaka mfalme wa Babeli atakuja na kuiharibu nchi hii na kukomesha mwanadamu na mnyama pia ndani yake? Basi Bwana aseme hivi katika habari za Yehoyakimu mfalme wa Yuda, hatakuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Daudi, na mzoga wake utatupwa nje, wakati wa mchana upigwe kwa hari, na wakati wa usiku upigwe kwa baridi. Nami nitamwadhibu yeye na wazao wake na watumishi wake kwa sababu ya uovu wao, nami nitaleta juu yao na juu ya wenyeji wa Yerusalemu na juu ya watu wa Yuda mabaya yote niliyoyatamka juu yao, lakini hawakukubali kusikiliza. Ndipo Yeremia akatwaa gombo lingine, akampa Baruku mwandishi mwana wa Neria, naye akayaandika maneno yote yaliyotoka katika kinywa cha Yeremia ya kitabu kile alichokiteketeza Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika moto. Tena maneno mengi zaidi kama yale yakatiwa ndani yake.